Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Napenda kukushukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu na upendo na huruma zako katika maisha yetu siku ya leo. Tuwezesha kuweza kupatikana mahali hapa kwa liinua jina lako. Napenda kubarikisha siku ya leo mikononi mwako Bwana. Tuongoze katika hali zote za masomo, kwa wafanye kazi na ubariki kwea na ubariki nchi yetu. Tunakutazamia katika kila hali. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na ni vyema pia wakati wote kutafakari upendo wa Kristo katika maisha yetu. Na kama vile tulianzishiwa wiki hii ni kuhusiana na upendo na uhusiano. Na tuko katika msimu wa Lent. Maana ni wakati wa kuweza kujikusanya, kujielewa na kujiuliza sisi tumesimama pande gani. Na unapotazama katika kitabu cha Marko 4, weshuka pale mstari wa 35, tutakuta mahusiano bora ambayo yalikuwa kati ya Yesu na wanafunzi wake. Na anasema ya kwamba akaambia wanafunzi wake tuvuke ng'ambo ile nyingine. Wakati watu wana mahusiano, wana ushirika. Na wanapokuwa na ushirika, wanaweza fanya maamuzi ya makubaliano. Na unaposoma kwa makini, tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba waliingia kwenye one of the boats. They entered in one of the boats, and the Bible says that there were other boats within there. Na kwa hivyo ni kumaanisha walikuwa na uhusiano na ushirika hata kwa mahali ambapo walikuwa wanaingia, kama vile tumekubaliana katika hii basi ya kwamba tunaingia basi ya kwea na kuna magari zingine. Na kwa hivyo wakaamua lazima wavuke ng'ambo nyingine. Na walipokuwa pale wakiwa kwa umoja, walikuwa na imani ya kwamba wako katika ushirika mmoja. Lakini katikati yao ukatokea mawimbi ambaye alikumba ile boti yao. Na wakawa pale wakiwa wako katikati yao, lakini walikuwa na imani ya kwamba walipokumbuka Yesu yuko katikati yao. Kwa hivyo walikuwa na upendo mwingi kujua ya kwamba hawataangamia. Na ninapotaka kuweza kuweka tafakari kwako, ni kwamba ninakumbuka marafiki wawili. Mmoja ambaye ni kipofu na mwingine ambaye ni kisiwi asikii, kama ndio hiyo Kiswahili. Na wakawa na urafiki. Mmoja anaweza ona, mwingine hawezi sikia, lakini wakawa marafiki. Na wakaamua lazima tuwe na uhusiano wa maisha mazuri, tusaidiane. Kwa hivyo mwenye macho akaambia mwenye kusikia, wewe sasa, wewe kile sisikii utasikiza unaniambia. Na mimi maana nina macho, kile uoni nitatazama na nione nikueleze. Na kwa hivyo lazima wangeshirikiana na wakuwe na uhusiano mzuri kwa upendo na ushirika. Maana mwenye kutosikia asipokuwa na upendo na mwenye macho, basi atakuasika katika maisha. Na mwenye macho asiposikiza mwenye masikio, basi pia ataangamia katika maisha. Na kwa hivyo wakabidi washirikiane ndio waweze kuendelea. Ni vizuri ujue ya kwamba kila mwanadamu ana upungufu wake. Na ndiposa upendo unahitajika, ushirikiano unahitajika. Na zaidi ya yote unapotazama kitabu cha Ayubu, unapoangalia Job alikuwa na mke wake, alikuwa anampenda, na wakawa na jamii. Na walikuwa na uhusiano mzuri, na wakaishi maisha mazuri. Na zaidi alikuwa na marafiki watatu ambao kwa utajiri walikuwa the same. Katika maisha walikuwa bora. Na alipopata shida walikuja kwake, wakakuwa na yeye kuweza kumfariji. Na kwa hivyo walikuwa na ushirika. Lakini kati ya mambo hayo yote, Ayubu aliweza kujua ya kwamba lazima azidishe upendo na ushirika wake kutoka kwa mke wake na marafiki zake. Akauzidisha kuweza kuweka ushirika na uhusiano bora na Mungu. Hata wakati mke wake alimuruka, alijua kwamba kuna Mungu.
Marafiki wake walipofika wakaanza kuweza kumdhihaki juu ya mambo aliyokuwa anapitia, alikumbuka ya kwamba kuna Mungu. Ni vizuri ujue ya kwamba in your weakness you need who to trust, and God is the only solution of the right relationship in your life. In our lives we need one another. We are weak, you are able to see, I'm able to hear. Let us be together to make it better. Be a good student, be a good staff, and you shall be blessed, and the choir shall grow, shall become better. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, we thank you, Lord, because of your word. Let it grow in our lives and make a difference in each and every one of us. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. May God bless you.